katika bahari kuu ya Zanzibar. Usalama kwanza ndilo lengo letu daima. ZDMUE mbele, imara kwa vitendo, kusimamia safari kwa sheria na miongozo. Karibu ZDMUE, mamlaka ya usafiri baharini. Mtu akizama baharini, hatua ya mwanzo unakuwa unasimama ule moyo. Yaani anapokosa hewa, moyo unasimama. Sasa moyo ukisimama, akitokezea mtu ambaye ana uzoefu, akiupush ule moyo ili ukapata kushtuka, anarudi ile hali yake. Kwa sababu ukizama baharini unapoteza pumzi. Kwa ukipoteza pumzi, hatua ya mwanzo unaenda kusimamisha moyo. Kwa sababu moyo ndio unasambaza damu. Kwa hiyo akiwa mtu kazama baharini, mkawahi kumuokoa, mkamweka sehemu, mkaupush moyo wake, alafu ukapampu ule. Kama manake roho ndo mwenyewe Allah ndo anajua. Kwa hiyo ikiwa roho ipo, manake roho ndo siri, hatujui. Ikiwa roho ipo, ukipampu, moyo ukikubali kupokea, basi anapata uhai wake, unapata kumshtua. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana. Na kwa nini tumejaribu kufuatana na watu wa KMKM, ofisa wa KMKM katika swala hili? Sisi watu wa ZDMUE ndo tunasimamia mambo ya usalama wa nahodha, vyombo pamoja na mabari. Sasa manahodha tunawafanyia pale mtihani kuhusiana na mambo ya usalama, kama mambo ya life jacket, hayo kuvaa life jacket katika kipindi ambacho cha ajali, kuvaa life jacket. Lakini tulikosa kuwafahamisha elimu ya huduma ya kwanza. Iliwahi kutokezea ajali maeneo ya kaskazini Mnemba, kuna mzungu alifariki kwa kukosa huduma ya kwanza tu, tena alikuwa na nahodha yupo. Lakini nahodha alikuwa elimu ile hana. Kwa hiyo ndo tukaamua sasa hivi tunapita katika kila sehemu kuwaelimisha manahodha hii elimu ya huduma ya kwanza, kwamba ikitokezea dharura aweze kutoa angalau huduma ya kwanza, alafu hatua nyingine ya hospitali nafuatia. Kwa hiyo ndo tunafuatana na maofisa wa KMKM kwa ajili ya kukupeni huduma ya kwanza. Na istoshe, kuna mambo ambayo kidogo wenzangu yamewapita. Hivi vyombo vya baharini tunasajili sisi kuanzia mita 4. Kuanzia mita 4. Kwa hiyo chombo chochote ambacho kinachoanzia mita 4 lazima kisajiliwe na kwa mujibu wa sheria. Na kuna faida nyingi za usajili, kwa sababu unaposajiliwa chombo chako kikisajiliwa, manake uko katika hali ya salama kabisa. Na hizo hatua ambazo za uokozi unazoambiwa katika kuokolewa, manake we umo katika orodha ya ile listi ambao unahitaji uokozi. Kwa nini unahitaji uokozi? Ukisema tu ile namba yako tayari kwenye mfumo unaonekanwa. Na sisi tuna namba ambazo za coordinator kila sehemu tunazo. Tunawapigia simu KMKM, alafu anakuja kuokoa. Na hizo process nyingi tushazifanya. Chombo kinazama, tunapata taarifa, tunapigiwa simu, alafu tunaambia wenzetu wa KMKM wanakuja kukuokoeni. Ni vitu vya msingi sana. Na chengine kwa kuongezea, wengi hapa manahodha wamejitambulisha wavuvi wengi, lakini hao waliojitambulisha wavuvi, kwa mtu kama mimi wa baharini najua ni wanahodha. Jaribuni sana kuja ZDMUE kwa ajili ya kufanyiwa mitihani. Tunajua kuna watu ambao wana elimu, wamesoma, wanaweza tukawafanyia mitihani ambayo ya kuandika, na kuna wengine hawajasoma, tutawafanyia mitihani ya kuwauliza. Tunawafanyia hivi kwa sababu sasa hivi zama zimebadilika. Sasa hivi huwezi ukenda sehemu unataka kufanya kazi ukasema mimi nahodha bila kujitambulisha kwa na leseni. Na ndio maana tumesema ili soko la ndani la watu wetu limekuwa linavamiwa sana na watu kutoka nje. Wanakuja watu wa Kenya, wanachukua nafasi hapa kirahisi tu, wanakuja na mchukua nafasi kirahisi tu. Sasa tukasema watu wetu ambao wa ndani ambao hawajasoma tuwafanyie angalau na wao wawe na hii boat master license, wawe na leseni ya unahodha. Wakishakuwa na leseni ya unahodha, wanao uwezo wa kuja kuomba kazi wakapata. Kuna watu wanafanya kazi manahodha wa kawaida wa wavuvi, lakini wana boat master license, sasa hivi wanafanya kazi Dubai kwenye hizi yacht boat hizi za wazungu. Unapata leseni yetu ni kubwa, ina value kubwa, ina thamani kubwa. Kwa hiyo naombeni sana hizi fursa msiziache, kwa sababu hali inabadilika. Sasa hivi nyinyi mnatuona pengine age zetu miaka 40, 45, unajua mimi kesho kutwa nitakuwa mtu mzima, lakini katika mafanikio mwaka mmoja mwingi unaweza ukaja kutoka kuzuia mwaka mmoja una leseni ukakaa ukajiona maisha yako yote yashaharibika. Kwa hiyo usiyeseme ishakuwa mtu mzima sitaki kutafuta leseni, labda si tena wache watu wachie watoto, na sio hivyo. Jaribu na yeye, fursa zipo, unaweza ukafanikiwa katika hatua hii ambayo tunaombeni sana. Naomba kuwasilisha.